Bismillahirrahmanirrahim. Wa idal jibalu suyirat wa idal biharu suddirat wa idal isharu nutilat. Habari mpenzi mtazamaji wa Dai TV uliyoungana nasi hivi sasa, tupo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali yaliyojiri hapa nchini Tanzania na nje ya nchi. Tumekuandalia tukio la mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu yaliyoandaliwa na BAKWATA kata ya Mbagala Kuu. Mashindano hayo yamefanyika uwanja wa shule ya msingi Mbagala Kuu leo tarehe 29 mwezi wa 3 2025. Mashindano haya yameandaliwa na Sheikh Ali Saidi Kizegero ambaye ni Sheikh wa kata ya Mbagala Kuu, ambaye amewakusanya viongozi mbalimbali wa kidini na wa kiserikali, ambapo ameeleza machache katika maneno yake kuwa jambo la kuandaa tukio hili ni katika kulenga kuwatengeneza watoto katika maadili. Mgeni rasmi alikuwa ni Maanya Juma Maanya, diwani wa kata ya Mbagala Kuu, ambaye ameongozana na mkurugenzi msaidizi wa polisi Ayubu Minya, polisi kata wa kata ya Mbagala Kuu. Walikuwa nayo ya kusema, tuungane nao kufaidika zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Maanya Juma Maanya, diwani wa kata ya Mbagala Kuu. Leo tarehe 29 mwezi wa 3 2025 ilikuwa ni siku ya mashindano ya kuhifadhi Qur'ani kwa kata ya Mbagala Kuu. Namshukuru Mwenyezi Mungu, mashindano haya yameanza vizuri na yamemalizika salama, na tumeshuhudia vijana wakishinda kwa ustadi mkubwa wa kusoma Qur'ani. Hakika ni jambo ambalo mimi kama diwani wa kata ya Mbagala Kuu nililiasisi, na kwa bahati nzuri baraza kuu wa Waislamu kata ya Mbagala Kuu na wenyewe wakalichukua, hivyo kuhakikisha masuala yote wanasimamia na kuratibu ili vijana waweze kushiriki kwenye mashindano haya kwa utaratibu ambao uliwekwa. Ni jambo ambalo kwetu sisi wana Mbagala Kuu na Waislamu wote tunajivunia, kwani kikubwa tulitaka vijana wetu wapate hamasa ya kusoma Qur'ani na kujifunza, hususan ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tunawashukuru wazazi wote ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine, lakini tuwapongeze vijana wote ambao wameshiriki na wale ambao wameibuka kidedea. Tunachotamani kuwaona vijana hawa wakaishi yale maisha ya kusoma Qur'ani kwa kipindi chote, huku nasi wazazi tukaunga mkono. Wito wangu kwa Waislamu na wana Mbagala Kuu wote ni kuhakikisha kwamba tunawasimamia vijana wetu wanasoma madrasa ili wapate elimu ya dini yetu ya Kiislamu kupitia Qur'ani tukufu. Na washukuru sana na nawapongeza kwa sababu mashindano haya ni endelevu. Ninaamini pia kwa mwakani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu yatafanyika katika kiwango kikubwa sana. Fanya yote haya, tunaamini kabisa maadili mema yanatengenezwa na vijana ambao wana hofu ya Mungu. Kwa hiyo kuyafanya haya ndani ya kata yetu ya Mbagala Kuu ni kuunga juhudi na jitihada za Mheshimiwa Rais ya kuhubiri amani na utulivu katika nchi yetu. Kwa hiyo kuyafanya haya, ninaamini kabisa tutaenda kuwatengeneza vijana, tutaenda kutengeneza kizazi cha kesho chenye hofu ya Mungu, ambayo ninaamini kabisa amani itakuwa ni msingi namba moja. Nitumie fursa hii kuwakumbusha wananchi na wakazi wa kata ya Mbagala Kuu kwamba mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Na kwa bahati nzuri wana Mbagala Kuu tumejiandikisha kwa wingi ili tuweze kushiriki uchaguzi mkuu wa 2025 utakaofanyika Oktoba. Na nitumie fursa hii kuwahamasisha wana Mbagala Kuu wote na Watanzania wenzangu kushiriki kwenye uchaguzi huu kwa amani na utulivu, na watambue kwamba ni haki yao ya kikatiba kumchagua kiongozi ambaye wanaamini kabisa atawaletea maendeleo. Na sisi tunaamini kabisa kwa kuwa tunaye rais ambaye amekuwa akifanya mambo makubwa, wana Mbagala Kuu tunamuunga mkono kwa ushindi mkubwa mno. Kwa majina yangu ni mkaguzi msaidizi wa polisi Ayubu Minya, polisi kata wa kata ya Mbagala Kuu. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ratiba hii ya leo ambayo Mwenyezi Mungu amepanga tuwepo hapa. Na namshukuru sana shehe wetu wa kata, Sheikh Kizegero, kwa kutambua nafasi yangu kama polisi kata, kunialika kuwepo hapa. Lakini si kunialika tu, nikapata nafasi pia kuzungumza kidogo
kuhusiana na masuala mazima ya ulinzi na usalama. Katika nyakati hizi tulizonazo ambazo jeshi letu la polisi Tanzania chini ya mkuu wetu wa jeshi Afande Inspector General wa polisi Camillus Wambura, jeshi letu kwa sasa tunashirikiana na wananchi kwa 100% kabisa. Si wananchi tu, lakini mpaka taasisi za dini kama hivi. Katika huu uhalifu ambao unaikumba jamii yetu iliyotuzunguka, uhalifu wa aina mbalimbali, dawa mojawapo ni taasisi hizi za dini. Uhalifu nazo ni roho. Watu wale ambao wanakengeuka kwenye jamii ni roho ambazo zinawatesa wananchi wetu. Lakini wakipata tiba msikitini, wakapata tiba kanisani, kuponywa nafsi zao, kuponywa roho zao, tunakuwa pia na wananchi ambao ni kizazi salama kabisa, ambapo hata sisi polisi tunapunguziwa kazi kwamba jamii yote itakuwa ni watu salama. Kwa hiyo nawapongeza sana BAKWATA kwa ngazi hii ya kata yetu ya Mbagala Kuu, lakini nampongeza mdhamini mkubwa wa mambo haya Mheshimiwa wetu Diwani Juma Maanya Juma kwa mchango wake mkubwa katika masuala mazima ya ulinzi na usalama katika kata yetu. Mashindano haya tangu alivyoanza alikuwa yanafanyika ndani, lakini leo yako nje, yanaongezeka wingi kila siku. Kwa hiyo tuna imani kabisa kwa kupitia mashindano haya kata yetu ya Mbagala Kuu itakuwa na kizazi baadaye salama ambacho hakina uhalifu, kwa sababu vijana hawa ambao wanaojifunza Qur'ani leo ndio hawa umri unakwenda wanakuwa wakubwa. Kwa hiyo miaka ijayo hatutakuwa na kizazi cha uhalifu kwa misingi hii ya dini ambayo iliyoweka. Nashukuru sana. Na mimi swali langu ni kwamba hii sale yenu imekuwa ni inaonesha kama hofu hasa kwa watoto wadogo ambao wanafanyiwa vitendo vya kikatili. Sasa mimi ningeomba uweze kuongea na wananchi wanaowatazama kwamba waamini kwamba nyinyi bila kuogopa sale mko karibu sana kwa kuweza kupokea matatizo ya watoto hasa wanaofanyiwa vitendo vya kikatili, waweze kuhakikishia hizo taarifa na kutusaidia. Zile zama za kuogopa polisi hazipo leo hii. Leo hii polisi tuko mashuleni, leo hii polisi tuko kwenye madrasa, leo hii polisi tuko nyumba kwa nyumba kutoa elimu. Kwa hiyo hii sare yetu ni utambulisho tu kwamba kupita mtu ili upate msaada kimbilia sare hii. Sasa huwezi kuikimbia. Sasa ulivyovaa kanzu. Kwa hiyo hii ni sare mojawapo kwamba tu kuhakikisha kwamba ni usalama. Kwa hiyo hakuna tena matishio sasa hivi kwamba ukiona polisi unakimbia, hapana. Ukiona polisi kimbilia, ndio msaada wako ulipo. Hata usiku uko sehemu wapi umeona askari, kimbilia ndio unapata msaada. Kwa hiyo polisi kwa zama hizi, ni zamani sana walikuwa wanaogopa, lakini polisi sasa hivi hatuogopeki. Tuko kila kona. Nyumbani tupo, nyumba kwa nyumba tunatoa elimu, lakini pia kwenye madrasa tupo, lakini leo kwenye shughuli kama hizi nadhani zamani askari walikuwa humuona, lakini leo unamuona askari yuko kwenye mashindano ya Qur'ani. Kwa hiyo hili la kuogopwa sasa hivi mwandishi halipo. Polisi siku hizi hatuogopi, polisi tunapendwa, polisi ni kimbilio. Hata angalia mitandao ya kijamii ilivyo. Unaona maafisa wa polisi mbalimbali, sehemu mbalimbali nchi nzima, wako wana interact na watoto, wanazungumza na watoto mashuleni, wanaimba nyimbo. Nadhani nyimbo nyingi sana zinaimbwa, sema ni muda tu ningeweza kukuimbia nyimbo nyingi ambazo tunajifunza na watoto tukiwa madrasa, tukiwa mashuleni. Kwa hiyo swala la kuogopeka sasa hivi askari halipo. Yaani halipo, na ukimuona mtu huyo ni wa kumsaidia. Lakini pia wale watoto wanaofanywa vitendo vya kikatili pale Maturubai kwenye kituo chetu kikubwa cha wilaya, tuna kitengo maalum cha kufanya mahojiano na waathirika wa matendo hayo, wa aina ya uhalifu huo. Ukiwakuta pale ni sehemu ya siri, ni sehemu ambayo hata hakuna aina yoyote ya vitisho. Mtu yuko huru kutoa taarifa ili zifanyiwe kazi. Lakini hata mimi polisi kata unaniona nabadilika. Ninapokuwa katika mazingira fulani tuko pamoja muda wote kwa ajili ya kukusanya taarifa hizo na kuzifanyia kazi. Nashukuru sana. Naomba nitaje namba zangu za simu 0715 186 683. Lakini namba hiyo hiyo inabadilika, code namba tu 0787 186 683. Hizo ni namba zangu binafsi na muda wote ziko oni kwa ajili ya kuwatumikia wananchi wa kata yetu ya Mbagala Kuu waweze kuwa salama. Nichukue fursa hii kama shekhe wa kata ya Mbagala Kuu
kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia salama, kheri na baraka katika mashindano yetu ya leo ya tarehe 29 ya mwezi wa 3 2025. Yametamatika vizuri kabisa, walillahi alhamdu. Hali ya hewa ilikuwa nzuri sana, si ya mvua wala si ya joto, walillahi alhamdu. Lakini cha kushukuru zaidi hudhuri ya waalikwa wetu na wale wote tuliotaka wafike, walillahi alhamdu, imekuwa nzuri sana. Mashindano yamekwenda vizuri mpaka kufikia mwisho, walillahi alhamdu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila tulipofanya mashindano ilikuwa ni tofauti na vile tulivyofanya mashindano mwaka uliopita. Tulianza mashindano yetu mwaka 2023 tukiwa katika ukumbi mdogo kabisa, walillahi alhamdu. Tulifanya vizuri, lakini tulivyoamua kutoka katika ukumbi na kuja katika uwanja tulifanya vizuri zaidi. Kwanza hudhuri ya watu ilikuwa kubwa, maandalizi yake yalikuwa makubwa, lakini hata viwango vya zawadi ambazo tulizoziandaa zilikuwa ni kubwa kulinganisha na mwaka uliopita. Sio Waislamu, ni jamii ya watu. Hudan linnasi, Qur'ani ni mwongozo kwa watu, ndivyo inavyosema. Na ndio maana mwaka huu 2025 Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA kata ya Mbagala Kuu tumekuja na kauli mbiu inayosema Qur'ani inafundisha amani, haki na maadili mema. Tunapotaka kutengeneza jamii ya maadili mema inayomjua Mwenyezi Mungu, kutii viongozi wa dini, serikali na wa kijamii, lazima wapate mafundisho hayo kutoka katika Qur'ani tukufu. Kwa hiyo tunaamini kabisa Qur'ani ni nyenzo kubwa sana inayotufanya tuishi kwa kujaliana, kuthaminiana, lakini pia kuona tunu ya amani tuliyokuwa nayo inatokana na mafundisho ambayo tunayapata katika Qur'ani tukufu. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa majina naitwa Fatma Abu Mbotoni, ni katibu wa jumuiya wa kina mama wa BAKWATA, kwa kifupi tunaita JUAKITA. Kina mama wa BAKWATA kata ya Mbagala Kuu, JUAKITA. Kina mama sisi leo tuko kwenye viwanja hivi kwa ajili ya kuhitimisha jambo letu la zoezi la mashindano ya Qur'ani. Vijana wetu wameshindanishwa katika mashindano ya Qur'ani kuanzia juzu ya kwanza mpaka juzu ya 15. Alhamdulillah, nashukuru mazoezi, jambo limeenda salama, tumeshiriki kwa pamoja. Mwenyezi Mungu ametuletea taafifu mpaka hivi sasa jambo letu limefikia ukingoni. Nashukuru kwa hilo, karibuni sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Khulqa Juma Kambi Musa Msumi. Mimi ni mudiru wa taasisi ya Taalim Islamic Center au Taalim Arabic College maarufu iliyopo Mbagala Kizuyani. Kwa mukhtasar, tumeyaona mashindano haya yaliyofanyika katika kata yetu hii ya Mbagala Kuu. Wallahi inafurahisha, inafundisha, kiasi kwamba tunajisikia raha kuwepo katika viwanja hivi katika kusikiliza Qur'ani tukufu ambayo ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Lakini pia tumepata nuru katika maeneo yetu. Tuliofika tangia sabahan mubakiran kulikuwa na mvua barkatele kabisa, lakini ingeendelea maana yake hata mashindano yangekuwa katika mazingira magumu kabisa, lakini Allah akajalia baada ya kusoma Qur'ani mvua ikatulia katika maeneo yetu, tukapata jua mpaka hivi sasa mnatuona tumeanza vizuri na tumemaliza vizuri. Kwa lugha nyepesi tuseme alhamdulillahi rabbil alamin. Nisiwachoshe sana, inatosha kwamba leo tumerahika. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutufanikishia mashindano yetu haya ya kata ya Mbagala Kuu. Jina langu naitwa Juma Bukhari, katibu wa kata ya Mbagala Kuu, nikishirikiana na uongozi wa kata ya Mbagala Kuu BAKWATA. Na pia haya yaliyofanywa ni yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha, kwani katika sehemu bora ni sehemu ya kusimamia Qur'ani. Mtume wetu amefikia kutuambia iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah shafi'an li ashabi. Someni Qur'ani, hakika ya Qur'ani itakuja siku ya kiyama kuwaombea wale ambao wenye kuisoma. Hata sisi tunataraji kuombewa na Qur'ani siku ya kiyama, tuwe chini ya kivuli cha mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, tukiwa tuna Qur'ani, tukiwa tuna furaha. Na hili tunalofanya si fahari,
isipokuwa tunafanya kwa amri na kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pamoja na hivyo, tulipatapo changamoto pamoja na si kubwa sana kulielekea jambo hili, lakini walillahi alhamdu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefungua milango yake mpaka hivi leo mashindano yamependeza, mashindano yamekuwa mazuri kwa baraka ya Allah na utukufu wake, na siku hii tukufu ya Ramadhani tukiwa katika 10 la mwisho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraza kuona jitihada zangu kutoka nimeanza mpaka hapa nilipofikia hivi leo, ni furaha na ni sehemu ya jitihada ambayo hata wengine nawaambia wafanye juhudi waweze kufikia kupongezwa na watu, kisha wasifanye ria katika kufanya majambo yao. Na hili linanifundisha au tumefundishwa katika sehemu bora, ukiwa unafanya mambo mazuri zawadi utapata hata kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hata kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kulitambua hili, kwa sababu baraza lina watu na kila anayefanya kazi ndani ya baraza anatazamwa, zinaangaliwa juhudi zake, zinaangaliwa kazi zake na yanaangaliwa matendo yake. Ukiona matendo yako mazuri, basi utatukuzwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha wafuasi wa Mtume wa Muhammad nao watakupongeza. Naam, shukrani. Kwa majina na cheo chako? Naam, jina langu naitwa Juma Bukhari, katibu wa kata ya Mbagala Kuu, na pia ni kaimu afisa habari jumuiya vijana BAKWATA Taifa. Shukrani sana. Naam, Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina naitwa Muhammad Salim Kigumi, ni shekhe wa kata ya Mbagala. Nimehudhuria katika mashindano ya Qur'ani hii kwa shekhe wetu wa kata ya Mbagala, Sheikh Ali Kizegero. Wallahi, katika vitu ambavyo vitufurahisha leo, kwanza utaratibu mkubwa uliofanyika katika mashindano haya, lakini pia uadilifu mkubwa katika mashindano haya, na kingine hamasa kubwa tumeona katika kata hii ya Mbagala Kuu kwa kushirikiana na shekhe wao wa kata Ali Kizegero, wazazi na wapenzi mbalimbali, majirani, lakini pia tukaona mpaka ulinzi wa kata kuja hapo kuonesha jinsi gani watu wanathamini kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wito wangu, kila mtu aliohudhuria hapa basi iwe chachu na iwe ni funzo na mapenzi, ili akaimarisha sehemu zake zingine na kuigiza jambo hili lilofanyika katika kata hii, lengo kwamba tuimarishe Qur'an, lakini pia tupate vizazi bora watakayetusaidia hapa duniani, lakini pia akhera. Mwenyezi Mungu awabariki wote ambao waliojumuika jambo hili, na iwe sababu kufanikia mambo yao, na watoto wote waliosoma inshallah waliopasi leo basi watapasi wengine, waliofeli leo basi watapasi kesho yake. Mwenyezi Mungu alinde watoto wetu wote waliopasi wakapata zawadi, na wale wazazi walitoa kuambatana na wale ambao walishiriki jambo hili. Mwenyezi Mungu tunaomba inshallah wajalie maelewano katika mashindano haya na mengine inshallah, ili tupate neno kubwa la Qur'anul Karim, ndio silaha ya kila kitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama baada ya kumshukuru na kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema ya ziada mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa majina naitwa Bwana Jabiri ibn Shaaban ibn Masiku, ni mjumbe wa halmashauri baraza la kata Mbagala Kuu. Walillahi alhamdu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema zake na utukufu wake kwa kutufanikisha jambo letu la kuhifadhi Qur'ani ya vijana wetu juzuu 15. Pia tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutulelea malezi yaliyokuwa mazuri katika kata yetu Mbagala Kuu, na tumeonyesha jitihada kwamba ndani ya mfululizo wa miaka mitatu ya mashindano haya inaonyesha wazi kwamba ushawishi wa vijana, anapochukua zawadi kijana mwenzie ya fedha takriban 200,000 na kuendelea au 300,000 mpaka 400,000, maana yake na yeye anapata hamu na hamasa katika kupigania ama kujitahidi katika kusoma madrasa, ili mradi apate kuhifadhi
baada ya juzuu zake, ama juzuu 5 ama juzuu 10 ama juzuu 7 ama juzuu 15. Wito wangu kwa wazazi wenzangu, tuandae muda mwafaka kabisa kuwapeleka watoto wetu madrasa. Tuandae muda maalumu watoto wetu kuisoma Al-Qur'ani. Tuandae muda maalumu watoto wetu kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuandae muda maalumu vijana wetu kujua imani yao na utaratibu wa imani yao na nguzo zao za Uislamu. Leo kijana wa Kiislamu anafikia hatua anahitaji kwenda kutawadha, ni baligh zaidi ya miaka 18, 16, 17, lakini kwake unakuwa mtihani, na ukimuuliza anakuambia mimi sija kwenda madrasa. Wazazi wenzangu, tuwasomeshe watoto wawe mahafidhi katika hafidhi al-Qur'ani, ili na wao wapate kujiendeleshea katika mfumo wa maisha yake. Akipata kituzo, maana akipewa 200,000 au 300,000, kesho na kesho kutwa akienda kununua kitu akivaa au akiweka ndani, ataikumbuka Al-Qur'ani kwamba ilimpa vitu hivi. Kwa majina naitwa Abdulrazak Muhammad Masudi, ni mshindi wa juzuu 15, mshindi wa kwanza. Nina furaha kubwa leo kupata mshindi wa kwanza juzuu 15, na vile vile nawapa hamasa ndugu zangu wale ambao waliokosa nafasi leo kwamba wazidi kupambana na wazidi kujenga hifadhi zao vizuri, ili mradi mashindano yajayo inshallah wao ndio waweze kuwa ni washindi katika juzuu zao.